Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, juma la 11, kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 16, na somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 38 hadi ya 42. Karibu tusikie somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushitaki na kuitwaa kanzu yako, muachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, karibu tutafakari pamoja Injili tuliyoisikia hivi punde. Tutaongozwa na kichwa kinachosema kuushinda uovu. Injili tuliyosikia hivi punde ni mwendelezo wa mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ya mlimani, kama yalivyoanza na mwanzo wa sura ya 5. Baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufungua fundisho la heri 8, anaendelea kutoa mafundisho juu ya mambo ya kawaida ya maisha ambayo yana mchango mkubwa katika kujenga au kubomoa maisha ya mtu. Yana uwezo wa kuboresha mahusiano baina ya mtu na Mungu, au kuboresha mahusiano baina ya mtu na jamii yake, au kuyabomoa kabisa. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutafsiri sheria za Musa kutoka maandiko ya sheria kama ilivyo katika Agano la Kale, na anaendelea kutoa ufafanuzi na katekesi ya kina juu ya sheria za Kiyahudi kama zilivyoandikwa katika mapokeo ya Agano la Kale katika maisha ya kila siku na mwenendo wa historia ya Wayahudi. Na kwa namna ya pekee Bwana wetu Yesu Kristo katika aya 38 hadi ya 42 amejikita kutafsiri kanuni ya haki sawa, ambapo wataalamu wa maandiko matakatifu wameita lex talionis, iliyonukuliwa kutoka maandiko ya Agano la Kale kama ifuatavyo: lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chubuko kwa ajili ya chubuko. Rejea kitabu cha Kutoka sura 21 aya ya 23 hadi ya 25. Ndipo ambapo fundisho la Bwana Yesu limejikita msingi katika siku ya leo. Ndugu wapendwa, katika somo hili tunajifunza mambo yafuatayo. Mosi, Bwana wetu Yesu Kristo anataka kuona ukomavu wa fadhila kuliko mwitikio wa mihemko, hisia au utepetevu wa maisha. Fikiri, mtu amekutendea dhara, unaendelea kuvumilia dhara hilo bila kufanya malipizi ya namna yoyote. Mtu amekupiga shavu hili, unamgeuzia lingine. Mtu amekitwaa kilicho cha kwako, unampa na zaidi. Mtu amekulazimisha kazi pasipostahiki, unafanya kazi ile zaidi. Bila masharti, ukiombwa chochote katika halali yako ukitoe, na bila masharti ukopeshe mtu anapokuja kukopa chochote kutoka kwako.
Ni wazi katika ulimwengu wetu wa leo, ukikaa chini na kutafakari katika maisha yetu ya kifadhila ya kila siku, jinsi yalivyo na ulegevu na kuanguka mara kwa mara, tunaweza kudhani ni mtu mjinga tu anayeweza kutekeleza mambo hayo. Na mtu mwoga, lofa, asiye na akili ndiye mambo hayo yanaweza kutendeka kwake na asirejeshe jambo lolote. Lakini kwa uwazi ulio mkubwa, Bwana wetu Yesu Kristo anatufungulia somo adhimu katika maisha yanayoongoza fadhila za Kikristo za kila siku. Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha kwamba tusishindane na mtu mwovu. Ndugu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anataka jambo moja tu kwetu: tuweze kuushinda uovu kwa kutenda mema. Yesu anatufundisha kuonyesha hali ya uvumilivu au kutokusababisha madhara na kuzingatia moyo wa upendo usio na masharti, kupenda hata yale yasiyopendeka, kuchukuliana na hata yale yaliyoshindikana kuchukulika. Katika katekesi ya somo hili la Injili ya Marko, mababa wa mwanzo wa kanisa wanatupa tafakari ya kina juu ya somo hili linalotaka ukomavu wa fadhila, yaani kutokushindana na mtu mwovu, na kuhakiki kwamba katika fadhila za Kikristo tunaushinda uovu. Katekesi hizi zilitolewa nyakati za mwanzo ambapo kanisa lilikuwa likipitia mateso na madhulumu, lilikuwa likipitia mashutumu na mauaji yasiyokuwa na mfano. Ndipo mababa wa kanisa walitumia maneno haya ili kulikaza kiimani kanisa la mwanzo. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia anafundisha kwamba Mkristo awe mvumilivu, abariki anapotukanwa, arudishe upendo palipo na chuki, kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Mtakatifu Yohane Chrysostom anafundisha katika homilia yake namba 18 kuhusu Injili ya Mathayo, anasema, kama ukinyamaza unapopigwa kofi, ni wazi kuwa umeacha kofi kubwa na lenye nguvu kwa anayekupiga. Umemtia aibu, umemwekea jeraha la kifo lisiloponyeka. Lakini kama ukirudisha kofi, hakika umeuzima moto wa ushujaa. Mtakatifu Sipriano wa Kartage anafundisha kwamba unapokubali kuchukuliwa koti na kuacha nguo zako kwa yule anayezichukua, unatanabaisha wazi kwamba wewe umejikania mambo ya ulimwengu na una uhuru kamili dhidi ya mali na malimwengu. Mafundisho juu ya katekesi hii yanakita msingi katika maisha na fadhila za Mkristo za kila siku. Ndipo ambapo hata wachungaji wetu wanaendelea kutufundisha na kutukumbusha kila siku juu ya kuhakikisha kwamba tunaushinda uovu kwa wema, wakijikita katika katekesi msingi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kutokushindana na mtu mwovu. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anafundisha katika barua yake ya Dives in Misericordia, anasema, huruma ya Mungu na msamaha ni kuu kuliko kisasi. Wakati jino kwa jino inaonekana kuwa ni msingi wa haki kuleta usawa katika jamii, lakini ni wazi kuwa Kristo anafundisha kubadili kisasi kuwa haki na huruma na msamaha. Mathalani, kwa kuhalalisha hukumu ya kifo na unyongaji, mtu anayefanya hivyo ni kuendelea kutekeleza mauaji mengine kwa jina la kutenda haki. Hivyo njia za busara ziangaliwe ili kuhakikisha kwamba haki na rehema vinatendeka bila kuendeleza kosa msingi lililofanyika. Baba Mtakatifu Paulo wa Sita katika barua yake ya Populum Progressio anafundisha kwamba umiliki binafsi ni haki ya mtu ya msingi, lakini pale mtu anapohitaji kutoka vile tunavyomiliki, tunapaswa kufungua kwa moyo wa ukarimu na kumgawia kadiri ya mahitaji yake. Ndipo fundisho hilo linakita msingi katika mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo, kufungua mioyo kwa wale wanaoomba vitu kutoka kwetu na kufungua mali zetu kwa wale wanaokuja kukopa na kuomba misaada katika maisha ya kila siku, ili kuhakikisha kwamba maisha yetu yanashinda dhambi ya uchoyo, uovu wa ulafi
na ukiritimba dhidi ya mali inayoharibika. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 katika barua yake ya Pacem in Terris, akisisitiza kuhusu amani ya ulimwengu na utu wa mtu, anatufundisha kuwa amani dhidi ya ubaya na vita itapatikana sio kwa kulipiza kisasi au ubaya, bali kuwa tayari kukomesha hasira na visasi kwa kumfuata Kristo anayetufundisha tuushinde uovu kwa wema. Ndugu wapendwa, muktadha huu wa maandiko katika siku ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia jambo moja tu. Ili kuweza kutekeleza fundisho hilo, ni muhimu tukomae katika fadhila. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika ulimwengu wa sasa uliogubikwa na mambo mengi, matukio mengi ya maisha yanatulazimu kujibu kwa ukatili au kwa kisasi. Sisi kama jamii ya Wakristo tunaalikwa tufanye kinyume na hayo kwa kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuushinda uovu kwa kutenda wema. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha hata kama sheria zipo na zinatupeleka katika kutenda mambo ambayo kwa msingi wake hayana huruma na rehema ndani yake, lakini tuangalie kwanza utekelevu wa huruma ya Mungu hata kama sheria inaelekea katika mlengo wa madhara. Katika utajiri wa maandiko matakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha kila siku kwamba tuushinde uovu kwa wema. Jibu la uovu kwa Mkristo ni wema atakaoutenda kwa ubaya uliofanyika. Utajiri wa maandiko matakatifu unaendelea kuchimbua katekesi msingi ya Bwana wetu Yesu Kristo anayetufundisha daima kutokushindana na mtu mwovu. Bwana wetu Yesu Kristo anafundisha katika Injili ya Luka sura ya 6 aya 27 na 28. Anasema, lakini ninyi mnaonisikia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaonea ninyi. Na jambo jingine tunakumbushwa, katika ubaya wowote tutafute kuona jema. Na jambo jingine la muhimu tunalofundishwa katika katekesi hii ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kisasi ni kazi ya Mungu. Mtume Paulo anafundisha katika jambo hili katika waraka wake kwa Warumi sura ya 12 aya ya 19. Anasema, wapendwa, msilipize kisasi, ipisheni ghadhabu ya Mungu. Imeandikwa, kisasi ni changu, mimi Bwana nitalipa. Ndugu wapendwa, katika ugumu wa mioyo na utepetevu wa maadili katika jamii yetu ya siku hizi, tunalazimika kufanya mambo mengi ambayo ni kinyume na kanuni za Kikristo. Lakini fundisho hili la Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya leo linatupa mwaliko wa kukomaa katika fadhila, kukomaa katika sala, kukomaa katika upendo, ili katika ulimwengu huu ambao vita haikomi, mipango ya silaha kali za maangamizi inaibuliwa kila siku, mbinu mpya za uvamizi zinatengenezwa kila siku, sisi kama jamii ya Wakristo na jamii ya watauwa na watu wote wenye mapenzi mema tunakumbushwa kwamba tuushinde uovu huo kwa kutenda wema. Tunakumbushwa kwamba tusishindane na uovu kwa uovu, lakini tutafute njia zozote zinazowezekana ili kuboresha maisha msingi ya jamii kwa kutenda mema hata kwa wale wanaotutendea mabaya, kwa kuvumilia madhulumu hata kwa wale ambao wanayafanya maisha yetu yakumbane na madhulumu, kwa kuvumilia taabu hata kwa wale wanaoleta taabu katika maisha yetu. Kama Wakristo tunaalikwa kuwa vyombo vya amani, kuwa tunu ya sala pamoja na msingi wa maisha yenye msimamo katika kutekeleza ukweli hata katika mazingira magumu. Tunajifunza kwa ukaribu katika msingi wa mafundisho adhimu yaliyoachwa na watakatifu wa hapo kale. Tunajifunza tunu hii ya kuwa watu wa msamaha, watu wa haki ambao tunaweza kuushinda uovu kwa kutenda mema kupitia Mtakatifu Fransisko wa Asizi. Yeye katika sala yake anasali, Bwana unifanye kuwa chombo cha amani yako. Pale palipo na chuki niweze kuleta upendo. Pale palipo na jeraha niweze kuleta msamaha. Pale palipo na shaka niweze kuleta amani. Pale palipo na kukata tamaa niweze kuleta matumaini. Pale palipo na giza niweze kuleta mwanga.
pale palipo na huzuni niweze kuleta furaha. Ee Bwana wa mbinguni, nifanye nisiweze kutafuta kufarijiwa bali kufariji, kueleweka bali kuelewa, kupendwa bali kupenda. Kwa maana ni kwa kutoa ndipo tunapokea, ni kwa kusamehe ndipo tunasamehewa, na ni kwa kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. Ndugu wapendwa, tumwalike Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwalimu mkuu wa fadhila, kwa msaada wa Roho Mtakatifu atusaidie kuushinda uovu kwa kutenda wema. Atusaidie kutokutoa jibu la kisasi kwa mtu muovu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keli David Mwandiga wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!